Ninataka leo niwafundishe jambo moja. Hivi ukiacha nguvu za kiume, lakini pia unajua kuna nguvu za kike. Wanawake wengi hawana nguvu za kike. Hii inatokana na vitu ambavyo vinawaletea shida. Mwanamke kukosa nguvu za kike, kitu cha kwanza ni uvimbe. Kitu cha pili, wanawake wengi lifestyle ya katika chakula au katika vyakula huwa inachangia wao kutokuwa na nguvu za kike. Wenda unauliza nguvu za kike zinakuaje? Vitu hivi ni dalili ya mwanamke kutokuwa na nguvu za kike. Kitu cha kwanza, kuchelewa kutoa mshindo, yani kuchelewa kufika kileleni, hiyo ni kukosa nguvu za kike. Lakini pia mwanamke kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa, hiyo ni nguvu za kike. Lakini pia mwanamke kufanya mapenzi lakini yeye kusikia maumivu katika uke, pia katika chini ya kitovu, hizo ni ukosefu wa nguvu za kike. Lakini pia mwanamke kuwa kwenye tendo alafu ile hamu au hisia ikakata na kuanza kusikia maumivu makali, hiyo ni kukosa nguvu za kike. Na vitu hivi ndiyo nguvu za kike huwa zinaondoka kutokana na lifestyle ya kina mama. Wengi wanatumia vyakula ambavyo ni official vya bandia. Lakini kitu kingine, wanawake kuweka vijiti, kuchoma sindano, pia hata uzazi wa mpango unakufanya ukose nguvu za kike. Na dalili nyingine ya mwisho mwanamke kutokuwa na nguvu za kike ni kutopata hedhi kwa mpangilio, kupata hedhi kwa mpangilio au kupata hedhi za mabonde, yani ule mfumo unakuwa haujasafishika. Huo ni matatizo na ni dalili na ni tatizo linalofanya mwanamke kukosa nguvu za kike. Lakini utajuaje huna nguvu za kike? Cha kwanza, uchoka mapema, kuchelewa kupiga mshindo, kuchelewa kupata hedhi kwa wakati, tarehe zinabadilika, ujue wewe nguvu za kike una, na kuchoka na kutopata hamu ya tendo la ndoa. Ukiona dalili hizo unazo, ujue mama yangu, dada yangu, una tatizo la nguvu za kike, sio kiume tu, hata kike. Na uvimbe ni tatizo kubwa kwa kina mama. Hilo ni 79.9 linaloelekea wewe kutopata nguvu za kike na hamu ya tendo la ndoa kuondoka. Asante, naitwa Dr. Taz Genius, mtaalamu wa tiba kwa wakina mama na kina baba. Asante sana.